inaenda inaenda kumwangamiza Mashujaa kwa jinsi kikosi kilivyokuwa kimetoka na kwa jinsi wachezaji kwa mmoja mmoja walivyoingia, wameingia na power kubwa sana kiasi kwamba sasa unasema leo Mashujaa anaweza akafa hata kono la nyani kwa jinsi nilivyoona tu kikosi jinsi kilivyokuwa. Kwa umesema hivyo kwamba kikosi kilipotoka tu ukaona kwamba Mashujaa anaweza hata akachezea mkono, lakini mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Mambo yamekuwa ndivyo sivyo. Ukiangalia katika zile dakika 45 za mwanzo Mashujaa aliweza kupata goli na goli hilo lilikuwa dakika ya 6 likifungwa na Jafari Kibaya. Na umeweza kwenda kwanza, tuangalie hapa Mashujaa kwa wa kwanza kupata goli linakiwa katika uwanja wa ugenini. Mashujaa kwanza tuwape hongera zao, wapewe hongera zao kubwa kwa mchezo wa leo na kwa mpira tu walipokuwa wanaocheza Betha. Mimi leo sitokuwa msemaji sana kutokana kwamba kwanza nina majonzi makubwa. Sawa? Nina majonzi makubwa baada ya kuona mpira wa leo kati ya Mashujaa na Simba. Kiukweli nimeingiwa majonzi makubwa. Ujue hakuna Mtanzania ambaye anapenda ligi ya Tanzania iweze kushika siku moja nafasi ya kwanza. Ni mimi peke yangu katika wachambuzi wa soka hapa Tanzania. Lakini Profesa, katika wapa mchezo faulo zimeweza kuwa ni nyingi sana. Na ndio maana nimekwambia mimi leo nina majonzi makubwa na nitakuwa sio msemaji kwa sababu nikisema sana nitawatukana Simba Betha. Simba wametia aibu siku ya leo. Yaani unaona kabisa refari amepewa pesa. Unaona kabisa anavyochezesha anavyochezesha mpira. Na ndio maana sitaki kuongea sana habari ya Simba na Mashujaa. Umeelewa? Kutokana kwamba wanashusha kiwango cha ligi yetu ya hapa Tanzania. Tambua ligi yetu sisi ni bora hapa Tanzania. Lakini Simba wanakuja kuishusha ligi chini kutokana kwamba na mambo tu jinsi nao. Mimi mwenyewe naipenda sana Simba. Lakini kwa formula ya leo na mchezo wa leo jinsi ulivyoenda kwa mchezaji mmoja wa Simba, tumeona kabisa walivyoingia ni tofauti jinsi walivyokuwa kwenye pitch wakiwa wanacheza pale Betha. Tumeona kabisa wachezaji kikosi cha kwanza, tumeona kabisa kwa Mashujaa na kikosi cha kwanza cha Simba, Simba bado ni bora kwa Mashujaa kwa kikosi cha kwanza. Ingawa wachezaji wengi wakina Kip Dennis, wakina Mukwara, wakina nani? Wakina Shabalala, wote walikuwa kikosi cha pili. Yes. Lakini kikosi cha kwanza pia kilikuwa bora kwa Mashujaa. Lakini kimeenda mpaka dakika ya 45 kipindi cha kwanza kimeweza kumalizika. Lakini bado referee akaongeza dakika ngapi? Dakika 6. Yes, kaongeza dakika 6. Hii ni aibu. Unaongezaje dakika 6 kipindi cha kwanza? Ina maana unawatafutia Simba goli. Umeelewa? Bado sasa dakika 6 zimetamatika, bado anaongeza dakika ngapi tena? 3, dakika 9. Kwa hiyo sasa Simba kiukweli kimchezo wa leo Simba wamelemewa. Wameshindwa namna ya kuweza kuliona lango la Mashujaa mapema kipindi cha kwanza. Kwa sababu haikuwa na sababu kipindi cha pili Simba aje kutafuta tena magoli kutokana na kikosi ambacho kimeingia. Ni kikosi ambacho hakijapambana wapi? Kimataifa. Hii kikosi cha pili kimeingia kwa sababu wachezaji wengi hawakuwepo kimataifa, walikuwa wako bench. Katika kipindi baada ya kipindi cha kwanza kuweza kutamatika, kipindi cha pili sasa dakika ya 65 tunaona hapa Leonard Ateba aliweza kupata penalty, na penalty ni baada ya mchezaji kuweza mpira pale. Ile penalty Betha, tukizungumzia ile penalty ni sahihi kabisa kwa sababu mchezaji wa Mashujaa kaweza kushika mkono kabisa na yuko ndani ya box. Unaelewa? Ile ilikuwa ni penalty ya halali kabisa, Haikuwa labda ya masingizio au ya makusudio. Kikubwa tu mimi naomba habari za leo hizi za Simba na Mashujaa tusizungumzie sana kwa sababu Simba wanachokifanya ni upuuzi. Yaani huo ni upuuzi kwa sababu haiwezekaniki
unabebwa. Hebu labda hebu mara ya leo usichambue kuhusu masuala eti Mkwala kachezaje, si dakika ngapi, sijui magoli. Hakuna goli la kuweza kulichambua hapo. Kuna magoli ya kuweza kulichambua? Hakuna magoli ya kuweza kuchambua kwamba ile goli la dakika ngapi kuhusu ile penalty ya nini? Kwa sababu ni magoli yote ni ya penalty mawili na yote ni ya kupewa. Leo tuzungumzie habari za marefari. Tena kwa marefari tutafika, lakini hapa ukiangalia kumetokea kadi. Mashujaa wameweza kupata kadi za njano kama 4 hivi na kadi nyekundu moja ya golikipa. Tuzungumzie hapa kwa yani hii kadi ya golikipa nafikiri kwamba ni kadi ambayo ilikuwa, ujue kuna fair play kwenye mchezo. Kila mtu anajua kwamba kuna fair. Unaelewa? Pande zote mbili lazima kuwe na nini? Kuwe na fair. Mashujaa ule mpira ambao ulitoka nje ambaye ni kona, si ndio? Ambaye ni kona. Lakini golikipa pia kulikuwa kuna mpira pale mbele. Sawa? Akauchukua. Akauingiza kwa ndani kidogo. Yale ni inatakiwa aonywe. Sio kutolewa wapi? Sio, kwa sababu si alikuwa kashapata kadi ya njano. Lakini ile ilikuwa aonywe. Angemonya tu kwa sababu ile pale sio kana kwamba amefanya kosa kubwa, hapana. Bwana usirudie, angepewa pale warning pale. Mpira ungeendelea. Ina maana tayari dhahiri kabisa referee ameshatengenezwa muda mrefu na kashapewa fungu. Ina maana wazi kabisa, yani unamuona, uje kuna mareferee Betha ni wataalamu sana. Huwezi kuwaona hata akichukua milioni 100 kwenye timu pinzani, huwezi kumuona kama anafanyaje, anawachezea fair timu fulani, huwezi kumuona. Lakini huyu wa leo yani anaonekana dhahiri kabisa kwamba kashapewa rushwa hadharani, kila mtu anajua. Kwanza tuzungumze kipindi cha kwanza, dakika 40 zimeisha, kaongeza 6. Hiyo sio kawaida. Bado kaongeza 3, dakika 9. Kipindi cha pili dakika 15 zimeongezwa. Ile muda unaweza kupotea, kaongeza dakika 15. Dakika 15 zimeisha, inaingia dakika ya 16. Sawa? Zile mimi ni pale nimehesabu sekunde 41 kutimia dakika 16. Umeelewa? Penalty. Penalty yenyewe ni ya kupewa tu. Penalty kajiangusha mwenyewe na yupo katikati ya mstari. Ile ni ya kupewa. Yaani unaforce mazingira, unaonesha dhahiri jamani, mimi nimepewa nini? Nimepewa shilingi 500 nikale na watoto wangu. Tunaharibu mpira wa Tanzania kwa kweli. Vurugu pia zimeweza kutokea katika hapa mchezo kana wachezaji na Watanzania siku zote ni wapole na Mashujaa lengo lao hawataki kujipaka sifa mbaya. Lakini ingekuwa timu zingine za Kikuria huko, mimi nafikiri sasa hivi refa tungekuwa tunasema mengine. Au labda ingekuwa Nondo Cup tungezungumza leo mengine. Ingekuwa mipira ya nje leo tungezungumza mengine. Mimi nakwambia ukweli. Au tu leo ingekuwa ndo mechi inachezwa ya Simba na Yanga, tungezungumza mengine. Haiwezekani dhahiri kabisa, unaonesha kabisa kwamba wewe unaichukia nini? Unaichukia Mashujaa wazi kabisa, unalazimisha. Si Betha. Leo mimi sitaki niongee sana kwa mpira wa kipumbavu waliocheza Simba. Kwa Simba hii ya leo baada ya kuona yes. Wana mchezo wa kimataifa, wana mchezo wa kimataifa. Lakini wao kama wao wangecheza kiprofessional, wao Simba ni wakubwa kimataifa. Mnaelewa? Leo mchezo unatazamwa East Africa kwa upuuzi ule ambao referee aliyoufanya. Simba leo inaonekana ni Simba ya kipumbavu. Simba inakuja kuharibu, na sio Simba, viongozi wa Simba na viongozi wa TFF wanaharibu mpira wa Tanzania. Inaonekana kama sisi, na ndio maana kuna baadhi ya makocha waliokuja hapa Tanzania, Young Africans, nani ule alisema kwamba ligi ya Tanzania ni ya kijinga. Ligi ya Tanzania ni ya ovyo, sio ya ushindani. Ndio hiki ambacho leo kinatokea. Kwa hiyo habari za Simba leo tuziache kama zilivyo. Umetaka kuzungumzia katika upande wa marefari. Marefari mimi ningeshauri mimi kama Profesa Mandela ningeshauri kwamba hivi
ni bora marefari walipwe na serikali na waajiriwe tu kama watumishi wengine wa serikali wanavyoajiriwa na kulipwa mshahara mwisho wa mwezi, ili inapotokea mistake kama hii, inapotokea kupokea rushwa, sawa, aweze kufukuzwa moja kwa moja. Yaani wawe chini ya mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, wawe chini ya kofia ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wawe chini ya mkuu wa wilaya, mahali ambako mtu anapotoka aandike kabisa barua za wadhamini, za maombi na kila kitu, kama mtumishi mwingine anapoapply kipindi anahitaji kazi ndani ya serikali yetu. Kidogo tungedhibiti rushwa hizi kwa marefari, kidogo tungedhibiti hizi rushwa kwa marefari kwa kiasi fulani hivi. Lakini kwa hali hii hata mtoto mdogo mwenye miaka 5 anaona kabisa kwamba Simba wameleta upumbavu mkubwa sana. Simba wanaleta ujinga. Sio Simba ile ambayo sio ile Simba ambayo watu wanatamani kuiona wakiwa wanacheza kihaki. Yaani wanabebwa mpaka wenyewe wanaona wanajishtukia. Wanaforce yaani lengo la Simba lengo la Simba lengo lao la Simba mpaka sasa hivi hapa jinsi nilivyocheki ile game la leo, lengo lao kubwa ni kuweza kuchukua kombe la ligi kuu. Yaani ndio lengo kubwa. Yaani lengo kubwa ni kuweza kuchukua wao wamesema iwe vyovyote tunalitaka kombe la ligi kuu. Na wakishirikiana kwenye ofisi ya TFF na Wallace Karia na bodi ya ligi, wakishirikiana kwa pamoja kutaka kombe kwa mabavu, kwa hali yeyote. Ukiangalia na endapo kama akishinda viporo vyake hivi alivyonavyo, ana utofauti na mpinzani wake akishinda, wanakuwa na tofauti wa alama moja. Sasa taarifa leo zimetoka, nafikiri kila mtu anazo, Watanzania wote wanazo. Taarifa zimetoka kwamba kesi imerudishwa na TFF. Ina maana kesi sasa imerudi pale. Wataangalia ujue, mimi kuona kwamba kesi imerudishwa TFF sio kwamba ndio sababu kwamba dabi inaweza karudiwa. Wakiona race inaweza imetoka kasi kaenda mbele, kuna FIFA. Nafikiri Young Africans, mimi naona kwa namna moja nyingine kasi wametaka busara iweze kutumika. Afu Young Africans ndio ataweza kuangalia. Tuangalie mpaka maana ukiangalia hapa busara. Nikwambie Betha. Ndio. Kesi ya Nyani kapelekewa nani? Kesi ya Nyani kapelekewa nani? Au kesi ya Ngelela kapelekewa nani? Kapelekewa Nyani. Kuna nini tena? Wallace Karia ni mjumbe wa kafu, yupo pale. Unachukua kesi unaipeleka kafu. Rais wa kafu ni Msepe. Motsepe. Sawa? Yeah. Musepe, si ndio? Motsepe. Motsepe. Musepe, huyo Musepe. Sawa? Ni rais wa kafu. Wajumbe wake Wallace Karia yumo. Kuna kesi hapa. Nani ambaye anataka mzee mwenzake aumbuke? Tutaweza kuona kama huyu, mimi nakwambia, ili ligi ya Tanzania iweze kuwa bora na vilabu hivi viweze kusimama, viweze kuwa bora, Wallace Karia achie kiti kile. Mimi nakwambia ukweli. Kwa sababu sasa hivi ukitazama sasa hivi ukitazama sasa hivi Wallace Karia kashaungana na Simba, bodi ya ligi wakina Mungutu wasi Mungutwa. Baada ya kwanza profesa, baada ya hii taarifa kutoka kwamba kasi ya irudisha ya kesi TFF inaashiria kwamba ile baada ya Alikamwe kuweza kupewa faini ya shilingi milioni 5 na onyo, msemaji wa Simba Sports Club wa Mediali aliweza kuposti picha ikiwa na kiteko hapo, akasemaje hata mimi kule tutashinda. Ni kwamba alikuwa anajua haya. Umepata picha hiyo picha mimi ninaikumbuka. Sawa. Hiyo picha mimi ninaikumbuka, lakini tunapaswa tu sasa hivi Watanzania pia na mashabiki tunapaswa kuingilia kati haya masuala. Wachambuzi wote natakuwa tuungane kwa pamoja kukemea tabia kama hizi za kipuuzi ambazo zinatokea kwenye ligi yetu hii ya Tanzania. Hii ni aibu ambayo tunaipata, kwa sababu wewe tazama Hemed Ally, kila akizungumza kitu lazima kitokee mbele ya safari yako. Tafsiri yake ndio ni nini? Kuna vikao ambavyo vinaendelea kati ya TFF pamoja na Simba. Kuna vikao ambavyo vinaendelea kati ya bodi ya ligi na TFF na Simba. Sijui umenielewa? Ina maana sasa moja kwa moja dhahiri naonyesha kabisa Simba hawawezi kuchukua kombe
bila TFF na bodi ya ligi kuweza kutia nguvu pale, kuwa nyuma yao. Mimi nakwambia ukweli, mimi ninaipenda sana Simba, lakini kwa haya mambo ambayo yanaendelea haya, kiukweli mpira Tanzania hautokuwa vema. Na huyu kiongozi wetu huyu kiongozi wetu huyu wa TFF Wallace Karia, mimi nakwambia ukweli, uwe mshabiki wa Simba, uwe mwanachama wa Simba, wa Yanga, sijui wa nini, huyu anatuharibia mpira wetu wa Tanzania. Kiongozi gani unapenda timu moja? Kwa nini usibalance? Achana na hizo habari.